Jesus. We thank you, Lord. How we pray even for those who are watching this telecast, that you will minister to them too. That someone will know you today. To the glory and honor of your name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Give the Lord a good hand as you take your seats in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Lord is good all the time. Oh, hallelujah. Amen. This week has been a very interesting week for me. Juma hili limekuwa ni juma la kushangaza sana kwangu. There is a song that was just singing in my spirit the whole week. Kuna wimbo ambao umekuwa ukiimba katika roho yangu juma nzima. A song that we used to sing long time. Wimbo ambao tulikuwa tunaimba kitambo. We sang it in those early ages. Tuliimba katika zile nyakati za kale. That says Mungu yu mwema. Wimbo unasema Mungu yu mwema. Amen. Amen. And it kept on coming. Na even throughout the night. Hata usiku kucha. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Kwa watoto Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Amen. Amen. And you know, I don't know whether you really think through about those very words. Na sijui kama unatafakari na kufikiria zaidi katika hayo maneno. That God is good. Kwamba Mungu yu mwema. In every situation he is good. Katika kila hali ni Mungu yu mwema. In the morning God is good. Asubuhi Mungu yu mwema. At noon he is good. Alasiri Mungu ni mwema. Even in the evening he is good. Hata jioni yeye ni mwema. At night he is good. Usiku ni mwema. To all God is kwa wote good. Mungu ni mwema. Hallelujah. Amen. So meditate on those words. Kwa hivyo tafakari hayo maneno. Romans chapter number 12. Warumi 12. I want us to continue from where we left last Sunday. Nataka tuendelee toka mahali ambapo tuliachia Jumapili iliyopita. Hallelujah. Amen. And I want to go to, we'll read 2 verses. Na tutasoma mistari miwili. We talked about offering our bodies as a living sacrifice. Tuliongea kuhusiana kujipeana kama dhabihu iliyo hai, which I gave a title, the spiritual worship. ambayo niliita ibada ya kiroho. Amen. Amen. Now today I want to go to the second part. Leo nataka kwenda kwa sehemu ya pili. About being not conformed to the world. Ya kwamba kuunganika na ulimwengu. Because there are 2 teachings out of those 2 verses. Kwa sababu kuna mafundisho mara mbili kutoka kwa mistari hiyo. The first verse number 1 speaks about our relationship with God and how we should come to him and present our bodies a living sacrifice. Mstari wa kwanza unaongea kuhusiana uhusiano wetu na Mungu na jinsi ambavyo tunafaa kuja kwake na kujipeana, kujitoa kama dhabihu iliyo hai. And we saw very deep things out of that text. Na tukaona vitu vya kina kutoka kwa maandiko haya. How as believers we are the sacrifice. Jinsi kama waumini sisi ni dhabihu jinsi gani. As believers we are the priest. Kama waumini sisi ni makuhani. As believers we are the temple. Kama waumini sisi ni hekalu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And we saw so many things and how the standards that God has raised for us about holiness. Na tuliona vitu vingi na jinsi ambavyo Mungu ametuwekea viwango kuhusiana na utakatifu. That God has set the standards for us. Kwamba Mungu ametuwekea viwango. The standard of relationship with him. Kiwango cha uhusiano naye. The standard to worship him. Kiwango cha kumwabudu. Praise the name of the Jina Lord. la Bwana lisifiwe. And today na leo we are going to see tutaenda kuona why we are warned not to conform to the patterns of the world. Ni kwa nini tunaonywa kwamba tusiunganike ama tusifanane na mitindo ya ulimwengu. We'll be analyzing that particular text. Tutachanganua maandiko hayo. And you will see so many things. Na tutaona mambo mengi zaidi. That are captured in that particular word, the world. Ambayo yamo katika hilo neno ulimwengu. Let's just read the text. Tusome maandiko haya. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Verse number 2. Do not be conformed to this world,
but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. May the Lord bless his word. Bwana alibariki neno lake. Now there is something I want us to understand. Kuna kitu ambacho ningelipenda tuelewe before we delve into this particular scripture. Kabla tuzame katika maandiko haya. And this is a statement that Jesus made in John chapter number 15 verse number 19. Na huu ni usemi ambayo Yesu Kristo alinena katika Yohana 15:19. You know, this is the famous chapter that speaks about the vine and us being the branches, and how Jesus chops those branches that don't bring forth fruit. Wajua hii sura inajulikana sana, ambayo inaongea kuhusiana kwamba ni mzabibu na matawi yake, na kwamba yale matawi yasiyotoa matunda yatakatwa. He speaks about him being the husbandman that tends in the vineyard. Anaongea kuhusiana kwamba yeye ndio anayechunga ule mzabibu. He is always investigating and checking out the branches and the trees. Kila wakati anachunguza na kuangalia na kutoa na matawi na kuangalia matawi na miti. Because it is his vineyard. Kwa sababu ni shamba lake. When the farmer owns a piece of land, wakati mkulima ana shamba, he is always inspecting about what he has cultivated. Kila wakati anachunguza na kuangalia kila ambacho analima. He checks out to see the crops how they are doing. Anachunguza na kuangalia jinsi mimea inaendelea. If there is any invasion of disease, iwapo kuna magonjwa yamevamia mimea, he knows the exact medicine to use. Anajua dawa ya kutumia. If there are insects troubling the crop, iwapo kuna wadudu wanasumbua mimea, he gets the insecticides. Analeta dawa ya if there is any branch that seems to be drying or withering, kama kuna tawi lolote linanyauka, he investigates to see exactly what is happening. Anachunguza kuangalia ni nini kinatendeka, and he takes care of that fruit. Na anashughulikia hilo tunda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Now when Jesus is speaking about this particular verse, wakati Yesu anaongea kuhusiana na mstari huu, and he says, if you are of the world would love his own. Anasema ya kwamba iwapo mngelikuwa wa ulimwengu, basi ulimwengu ungelipenda but because you are not of the world, lakini kwa sababu nyinyi sio wa ulimwengu, but I have chosen you, lakini nimewachagua out of the world, kutoka kwa ulimwengu. There is a translation that says, I have picked you out of the world. Kuna tafsiri ambayo inasema kwamba nimewaokota kutoka kwa ulimwengu. Therefore the world hates you. Kwa hivyo ulimwengu unawachukia. Now I want you to understand something. Nataka uelewe kitu hapa. That as you sit here, kwamba unapoketi hapa, as you have received Jesus, Jesus has picked you out of the world. Amekuokota kutoka kwa ulimwengu. You no longer belong to the world. Sio wa ulimwengu tena. But you belong to the kingdom of God. Wewe ni wa mfalme wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And what does this mean? Na hili lamaanisha nini? It means that the world will not love you. Namaanisha kwamba ulimwengu hautakupenda. The world will not like you. Ulimwengu hautakupenda. But if the world love you, ulimwengu ukikupenda, then be very careful, because you actually belong to the world. Basi jichunge sana, maana sasa wewe ni wa dunia. Oh, hallelujah. Hallelujah. You see, this is something that we must understand. Wajua hili ni jambo ambalo tunahitaji kuelewa. Some of us, when we received Jesus, wengine wetu tulipompokea Yesu, we were not loved in our own family. Katika familia zetu. We felt so rejected. Tulihisi tumekataliwa. We were branded names. Tulipewa majina. Even at times we were segregated. Hata wakati mwingine tukatengwa. And we were told, you have joined that religion of people who are crying. Na tukaambiwa kwamba mejiunga na ile dini ya watu wa kulia. But we did not take offense. Lakini hatukukwazika. We kept on praying for them. Tuliendelea kuwaombea. Yes, it was so painful. Ni kweli ilikuwa uchungu. That even when your father or your mother could look you in the eye and tell you are confused. Kwamba hata wakati baba ama mama angelikuangalia na kuambia kwamba umechanganyikiwa. You have left the religion of your parents. Umeacha dini ya wazazi wako. And you have gone astray. Na umepotoka. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. This is exactly what Jesus is saying. Hili ndilo Yesu anasema. That the world
world can never love you ya kwamba ulimwengu hauwezi kukupenda. As long as your relationship with Jesus mradi tu uhusiano wako na Yesu is intact, uko sawa, the world will have a quarrel to pick with you. Ulimwengu utakuwa na magombano na wewe. Hallelujah. Amen. And now as Jesus says na this, Yesu anaposema haya, let's go to our text. Tuende kwa maandiko yetu. Now the Apostle Paul Mtume Paulo has brought out a very weighty discussion. Ameleta majadiliano mazito mno. We saw how he's encouraging us, beseeching us to present our bodies as living sacrifices. Tuliona jinsi ambavyo anatusihi na kutuhimiza kwamba tuwe dhabihu iliyo hai. Because this is acceptable. Kwa sababu hii inakubalika before God. Mbele za Mungu. And it is our spiritual worship to God. Na ni ibada yetu ya roho kwa Mungu. Now after having admonished us in that way, na baada ya kutuambia hivyo, he comes now and he gives a warning. Anakuja na anatupa onyo. He says, do not be conformed. Na anasema tusifuate. He's not suggesting, hatuombi, but he's actually giving us an order or a command. Lakini anapeana amri that we are not allowed to conform. Ya kwamba hatujaruhusiwa kufuata. Now what is conform? Kufuata ama kufanana. Hallelujah. Hallelujah. To conform kufanana is to adapt. Ni kuchukua. To adapt. Kuchukua. To get into. Kuingia. You see, like you can go to a place. Kwa mfano unaweza ingia mahali. And when you find that they are behaving in a certain way. Na upata watu wako na tabia nyingine tofauti. You can try to fit in. Unaweza jaribu kujiingiza pale. So adapting is trying to fit in. Kwa hivyo sasa ni kujaribu kufanana na wao. In the way people do things. Jinsi wanavyofanya mambo. In the way people talk. Jinsi wanavyoongea. In the way people operate. Jinsi wanavyotenda kazi yao. And even in the way people behave. Na jinsi ambavyo wanaenenda. Another explanation is to be similar. Maelezo mengine ni hali ya kuweza kufanana. Or to be like. Kukua kama. And that is exactly what Jesus is saying. Na hilo ndilo Yesu anasema. That in that particular verse we have read. Ya kwamba kwa ule mstari ambao tumeusoma. That we are not of the world. Kwamba sisi sio wa ulimwengu. So we are not expected to behave the way the world behaves. Kwa hivyo hatutarajiwi kukuwa na tabia kama ya wa ulimwengu. We are not expected to do things the way the world is doing. Hatutarajiwi kufanya vitu kama vile dunia inavyofanya. Our standards, as I said, they are very high. Viwango vyetu nilivyosema viko juu. And we must endeavor to maintain that standard. Na lazima tukusudie kuweka hivyo viwango. Now let me give you a definition of this word world. Wacha niwape maelezo ya hili neno ulimwengu. We know that the world is a universe. Tunajua kwamba dunia ni ulimwengu. Or cosmos. Ulimwengu. The whole creation together with everything therein. Ulimwengu mzima pamoja na kila kitu kilichoumbwa. But let me pull out this particular word, the world. Lakini wacha nieleze hili neno dunia. The world out of the Greek is aion. Dunia kutoka kwa Giriki ni aion. Aion. A-I-O-N. Which speaks or it's interpreted as something that is forever. Ambayo inatafsiriwa kwamba ni kitu kama cha milele. And then it also gives another definition of an unbroken age. Na inaeleza kwamba ni ncha ambayo haijavunjika. Age, an unbroken age. Kizazi. Ni kizazi ambacho hakijavunjika. Praise the name of the Lord. Amen. It is an age. Ni kizazi that is consistent. Ambacho kinaendelea. In doing things in a particular way. Katika kufanya vitu kwa njia fulani. It is also a period. Ni pia ni majira. A period of time. Ni majira ya wakati. Hallelujah. Amen. So here when it speaks about time, it speaks about chronos, the particular time, the human time. Kwa hivyo ikiongea kuhusiana na wakati hapa, wakati ni ile saa ambayo ni saa ya mwanadamu. So we must understand. Kwa hivyo tunahitaji kuelewa that in every dispensation. Kwa hivyo katika kila majira. In every period. Katika kila majira. We have two groups of people. Kuna vikundi mara mbili. We have the group that follows after God. Kuna kikundi wanaofuata Mungu. And there is a group that is walking away from God. Na kuna kikundi kinachoenda mbali na Mungu. In other words, a group that does not believe in God. Kwa maneno mengine kikundi ambacho hakimwamini Mungu. They believe in some other things. Wanaamini katika vitu vingine. They want to do their things as they desire. Wanataka kufanya mambo yao jinsi wanavyotamani. Things of the flesh. Vitu vya mwili. They want to be trendy. Wanataka kuwa kwa mtindo. Oh, hallelujah. Hallelujah, kujulikana. And we must understand lazima tuelewe that the world
world is known through many forms and identifications. Ya kwamba dunia inajulikana katika hali nyingi na utambulisho mwingi. So when the apostle Paul is speaking, kwa hivyo mtume Paulo anapoongea, and he's saying don't be conformed to this world, anasema kwamba msifuate mtindo wa ulimwengu. There are several things that he is speaking Kuna of. mambo kadhaa ambayo anaongelea. And I did some research na nilifanya uchunguzi fulani to find out what the word world is made of. Kujua hili neno dunia limetengenezwa kwa nini. And as I was doing my research, nilipokuwa nafanya utafiti wangu, the first thing that I see in the world, cha kwanza ambacho naona katika dunia, number one is the language. Cha kwanza ni lugha. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The world comprises of language. Ulimwengu una lugha. The language, that is the form or the mode of communication. Yani hali ya mawasiliano. Hallelujah. Amen. When you go to any place of the world, ukienda mahali popote katika ulimwengu, there is a language that they used to speak. Kuna lugha wanayoitumia kuongea. In Kenya we say Kiswahili is our national language. Hapa Kenya watu tunasema Kiswahili lugha yetu ya taifa. But there are several languages that you can communicate to various people in various regions. Lakini kuna lugha tofauti ambazo unaweza wasiliana na watu katika maeneo tofauti. And this is exactly what Paul told the people of Colossae. Na haya ndiyo Paulo aliambia Wakolosai. In Colossians chapter 3 verse number 8. Katika Wakolosai 3:8, the apostle Paul was very clear. Mtume Paulo alikuwa wazi mno. He says, but now you also put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. So you see that the world, kwa hivyo unaona kwamba ulimwengu, that Paul is warning us against, kwamba ulimwengu wa Paulo anatuonya kutokana nao, is comprised of that particular language. Una hiyo lugha. And in that particular verse number 8, katika mstari huo wa 8, you see there are several things or several characteristics that Paul is mentioned out. Unaona kuna viashirio ama vielezi tofauti ambavyo Paulo anaviongelea. He says that you need to put off that. Anasema kwamba mnahitaji kuvua. Putting off is like when you take off your jacket. Kuvua ni kama vile unavotoa jacket and you put it away. Na unaweka kando. Praise the name of the Lord. Bwana lisifiwe. And he's saying there are things that we must put off. Na anasema kwamba kuna vitu ambavyo lazima tuvue, which are related or transmitted through a language. Ambayo inahusiana na lugha. Because like anger, kwa mfano hasira, when a person is angry, mtu akiwa na hasira, you will know, utajua, the facial expression may change, sura yake itabadilika, and even when he speaks, na hata anapoongea, you will be able to know at the tone of the voice. Utaweza kusikia kutokana na sauti yake. He may even bring out very crushing words. Anaweza leta maneno mazito ya kuponda ponda, very abusive words, maneno ya matusi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. He may bring out very strong language that you feel terrified. Anaweza ongea lugha nzito ambayo unaweza tishika kwayo. And even the voice will go up. Hata sauti itaenda juu. Because the heart is completely far from you. Kwa sababu moyo uko mbali kabisa na wewe. Let me say this. Wacha niseme haya. Why do people shout when they are angry at each other? Ni kwa nini watu hupaza sauti wakati ambapo wamekasirikiana? It's because their hearts are far away. Ni kwa sababu mioyo yao iko mbali. They may be close. Wanaweza kuwa wamesimama karibu. But their heart is drawing away. Lakini moyo wa kila mmoja unaenda mbali na mwingine. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. But when people are very close and very tight, as we say, lakini watu wakiwa karibu wameshikamana zaidi, they will speak in very gentle language. Wataongea kwa lugha ya chini. Even at times they may whisper. Hata wakati mwingine watanongonezana. You don't whisper to your enemy. Haunongonezei you whisper to somebody you love. Unamnongonezea umpendaye. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Even the tone of the language, hata sauti ya lugha, will be drawing someone. Itakuwa inavutia mtu. So the next time that you are shouting at each other, kwa hivyo wakati mwingine unapopaziana sauti, know that your heart is so far apart. kwamba mioyo yenu iko even God himself declares, hata Mungu mwenyewe anatangaza, he says that the heart of Saul had gone so far away. Anasema kwamba moyo wa Sauli ulikuwa umeenda mbali mno. When a person has sinned, wakati mtu ametenda dhambi, their heart keeps on going far and far away. Moyo wake huendelea kwenda mbali na mbali. And that's why the Lord declares in Ezekiel chapter 18. Na ndio maana Bwana anatangaza katika Ezekiel 18. He's always saying, I will give you a new heart. Kila wakati anasema kwamba I will create a new heart. Nitawaumbia moyo mpya. I don't want the old one. Sitaki moyo wa kale. And I will
put a new spirit in you. Roho mpya ndani mwenu. Praise the name of the Lord. Because he knows kwa sababu anajua in the heart, katika moyo, that is where the rivers of life flow from. Hapo ndipo mito ya uzima inatiririka kutoka hapo. Take care, guard your heart. Kwa hivyo chunga moyo wako above all things, juu ya vitu vyote, because out of it, kwa sababu kutoka pale it flows the rivers of living hapo water. Hutiririka mito ya maji ya uzima. Oh, hallelujah. Hallelujah. Now Paul says again, Paulo anasema tena, wrath and malice. Ghadhabu, anasema ghadhabu, anger, hasira, is that expression that there is something not right. Hasira ni ile hali ya kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa na jinsi unavyotaka. But wrath, lakini ghadhabu, wrath is vengeful. Ghadhabu ni kulipiza kisasi. It is where it matures to a level that you are half mad. Hapo sasa imekomaa, imefikia kiwango kwamba uko nusu kichaa. That you can even murder somebody. Ya kwamba hata unaweza ua mtu. And when they ask you why did you do it, you say I don't know what came on me. Na wakikuuliza ni kwa nini ulifanya hivyo, utasema hata sijui nini ilinitendekea. You are operating under wrath. Yani uko chini ya ghadhabu. Wrath brings out certain consequences. Ghadhabu huleta matokeo fulani which are very grave. Ambayo ni mazito. And Paul is saying, Paulo anasema, such things should be left away. Mambo kama hayo yaachwe. Hallelujah. Amen. Malice. Uovu. We may have people who are malicious. Kunaweza kuwa na wale watu wako tu na nia ya uovu. People who can assassinate somebody's character. Watu ambao wanaweza chafulia mtu mwingine tabia yake ama jina lake. People who can talk ill about somebody and scheme against the person. Watu ambao wanaweza ongea uovu kuhusiana na mtu na waweke mikakati kinyume na huyo mtu. That is malice. Hiyo ni uovu. And that is a language. Na hiyo ni lugha. Praise the name of the Lord. Amen. And the Apostle Paul is very clear. He's saying that we should not. Na mtume Paulo ako wazi mno anasema kwamba hatufai. We should not wear it. Hatufai kuvaa. These are some of the characteristics that are worn like a cloth. You can't blame anybody else. You blame yourself. Hivi ni baadhi ya vitu ambavyo unavivaa. Huwezi ukalaumu mtu mwingine, ni wewe utajilaumu. Blasphemy. Matukano. Kashfa. Kashfa. Hallelujah. Amen. Blasphemy. Kukufuru Mungu. That you can blaspheme God. Ya kwamba unaweza mkufuru Mungu. Hallelujah. Amen. Talking ill about God. Kuongea ubaya kuhusiana na Mungu. In character, in actions. Katika matendo, katika tabia. These things Paul says no, roll them off, remove them. Haya mambo Paulo anasema ya kwamba yaondoe, yavue. Filthy communication. Matusi, maongeo machafu. And this one is very common. Na hili lipo kwa wingi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. That people will talk. Kwamba watu wataongea very dirty talks. Maongeo machafu. Talking about somebody. Wanaongea kuhusiana na mtu. Oh, look at how you are. Ama angalia jinsi ulivyo. You know, they can even begin to talk about somebody's body. Hata wanaweza anza kuongea kuchanganua mwili wa mtu. And they can begin, you know, wanaitaka kwa Kiswahili mchongoano. Wanajiita kwamba wanaibatiza kwamba ni mchongoano. And there are those who claim to be champions of mchongoano. Na kuna wale wanajulikana wao ni mashujaa wa mchongoano. That is filthy communication. Hayo ni maongeo machafu. The Apostle Paul says it should never come out of our mouths. Mtume Paulo anasema kwamba yasitoke kutoka kwenye vinywa vyetu. The mouth that talks to God should not talk any language apart from holy language. Kinywa kiongeacho na Mungu hakifai kuongea lugha nyingine isipokuwa lugha takatifu. Hallelujah. Amen. The next time you talk something, wakati mwingine ukiongea kitu, ask yourself if God was there physically. Jiulize iwapo Mungu angelikuwepo hapo kiasili. If you could be able to see God. Iwapo ungeliweza kuona Mungu. See Christ seated next to you. Uone Kristo ameketi na wewe. Would you talk such language? Je, ungeongea maongeo kama hayo? And even far from that, na hata zaidi ya hapo, if your father or your mama are seated next to you, would you talk such a language? Iwapo baba yako ama mama angekuwa ameketi pale, ungeongea maongeo hayo? The Apostle Paul is very clear. Mtume Paulo anaongea wazi wazi. He's speaking that we should stop such. Ananena kwamba tuache mambo kama haya. 1 Corinthians 15:33 says. Wakorintho wa kwanza 15:33 nasema. 1 Corinthians 15:33. Wakorintho wa kwanza mlango 15. It says, be not deceived, evil communications corrupt good manners. Biblia inasema katika mstari wa 33 ya kwamba msidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. You can never lie to somebody. Huwezi kumdanganya mtu that if you communicate such
kwamba ukiongea maneno kama hayo and talk such words, na kuongea mambo kama hayo, that you will still remain with a good character. Ya kwamba utasalia na tabia nzuri. Your manners will be rotten. Tabia zako zitaoza. Praise the name of the Lord. You can never be accepted hauwezi kukubalika because of such communication. Kwa sababu ya maongeo kama hayo. Because exactly that is what is in you. Kwa sababu hayo ndio yaliyomo ndani yako. Jesus said, out of the heart the mouth speaks. Yesu akasema kwamba kutoka kwenye moyo wako basi kinywa kinanena. Hallelujah. Amen. You can never eat ugali and vomit githeri. Huwezi kukula ugali na utapike githeri. Hello. Amen. You can never eat meat and then vomit sukuma wiki. Huwezi kukula nyama basi kisha utapike. What is inside you is what will come out. Kilichomo ndani mwako ndicho kitakachotoka. And the Bible is very clear. Na Biblia iko wazi sana. That conforming to the world. Kwamba kuunganika na ulimwengu. Those are some of the things that the world does. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo ulimwengu hufanya. Even the music today. Hata muziki leo hii. The way people sing. Jinsi watu wanaimba. You hear, you listen and you find that there is nothing edifying. Unasikiza na unasikia kwamba hakuna kitu cha kujenga pale. As I always say that mentioning Jesus does not make it gospel. Kama vile huwa nasema ya kwamba kutaja tu Yesu haimaanishi kwamba huo wimbo ni wa injili. Hallelujah. Amen. And that is where now our young people are really failing. Na hapo ndipo vijana wetu wanaangukia mtihani. They go pick the bits of the world and drag them into a song they claim to be gospel. Wanaenda wanachukua midundo ya ulimwengu wanaingiza katika wimbo ambao wanadai kwamba ni wa injili. Simply because they want it to be trendy and popular like the world. Kwa sababu wanataka wimbo huo uvume kama wa ulimwengu. Hallelujah. Amen. Things that belong to God must belong to God. Vitu vya Mungu ni vya Mungu. You can never mix things of God with things of the world. Huwezi kuchanganya vitu vya Mungu na vitu vya ulimwengu. And he says, come out of the world, be separate and touch no unclean thing and I will receive you. Anatangaza na kusema kwamba ondokeni kwa ulimwengu, msiguse kitu kichafu na njoni kwangu nitaokoa. Anytime you mix God's things with the worldly things, God rejects them. Wakati wote ambao unachanganya vitu vya ulimwengu na vitu vya Mungu, Mungu anavikataa. You have to be separate. Lazima ujitenge. Praise the name of the Lord. 1 Timothy chapter number 3 verse 3. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 3. I want to give you enough scriptures so that you can never doubt what I'm saying. Nataka nikupe maandiko ya kutosha ili kwamba usiwe na shaka na ninachosema. The Apostle Paul says very clearly. Mtume Paulo anasema wazi wazi. Even those in leadership. Hata waliomo katika uongozi. They should not be people who are drinking wine. Wasio watu wa kunywa mvinyo. Nor strikers. Na pia wasio wapigaji. People who are fighting one another. Watu ambao wanapigana. Not people who are greedy for things. Sio wale watu ambao ni walafi. But they must be patient also. Lakini wawe na subira pia. Not brawlers. Wasiwe wa kujadiliana. Wafujo. Hallelujah. Amen. You know we have even brawlers in the church. Kuna watu ambao wanapenda fujo katika kanisa. We have even those who are fighting to take positions in church. Kuna wale ambao wanapigana ili wachukue nafasi katika. You have heard even in some other places that when there is an election people fight. Umesikia mahali kwingine kanisani ya kwamba kukiwa na kuchaguana watu wanapigana. There are divisions in the church. Kuna migawanyiko katika kanisa. There is a lot of brawl. Kuna kupigana kwenye fujo. It is this one or not. Ni hii ama hapana. If so and so doesn't take that position, then kama fulani hatachukua nafasi hiyo basi. These are some of the things the Apostle Paul is saying. Baadhi ya mambo ambayo Mtume Paulo anasema. These are things that must never be. Kwamba hivi ni vitu havifai kuwepo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. No, and the person should not be covetous. Na huyu mtu asiwe wa tamaa. The Bible is clear, even in Exodus 20, it clearly says, thou shalt not covet what belongs to your neighbor. Biblia iko wazi hata katika kitabu cha Kutoka sura 20 ya kwamba usitamani cha jirani yako. Hallelujah. Amen. These are things of the world. Hivi ni vitu vya ulimwengu. Because when you begin to covet, if you cannot get your own, you plan to steal from someone. Kwa sababu ukianza kuwa na tamaa, usipopata chako unapanga kuiba kutoka kwa mtu. The Apostle Paul warns us. Mtume Paulo anatuonya. The second world, the second pattern that conforms to the world is also on matters of education or knowledge. Mtindo wa pili ambao unafanana na ulimwengu ama ni wa kufuatisha ulimwengu ni hali ya elimu.
ama maarifa. These are the components that form our world. Hivi ndivyo viungo ambavyo vinatengeneza dunia yetu. Hallelujah. Amen. It forms this world that we are living in. Hivi viungo ndio vinatengeneza dunia tunaishi. Things that we have set as values. Vitu ambavyo tumeweka kama ndio vya thamana. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Educational philosophies. Falsafa za kielimu. How we see things. Jinsi tunavyoona vitu. How we classify people on this particular one. Jinsi tunaweka watu katika madaraja kwa hali kama hii. And you will hear somebody asking you, what level of education do you have? Na utasikia mtu anakuuliza uko na elimu kiwango gani? That even when you are looking for a job, that is the trend. There is a ceiling that has been set. Kwamba hata wakati unatafuta kazi basi kuna kiwango ambacho kimewekwa. Hallelujah. Amen. And those are things that Paul is saying. Na hivi vitu ambavyo ni Paulo anasema. And he brings it very clear and says in 1 Corinthians 1:20. Na analeta waziwazi katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari 20. Hallelujah. Amen. He says this. Anasema hivi. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? Anasema yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Paul is very clear. Aula kwa wazi mno hapa. That he is asking. Kwamba nauliza. Because even in those days. Kwa sababu hata siku zile. People were being classified on such levels. Watu waliweka katika vikundi kama hivyo. But I want us to understand. Lakini nataka tuelewe. That God does not receive you according to your level of education or philosophy. Kwamba Mungu hakupokei kwa sababu ya kiwango cha elimu ama falsafa zako. That's why he says. Ndio maana anasema. For all have sinned. Maana wote wametenda dhambi. The educated. Walioelimika, the non-educated, wasioelimika, they have all sinned. Wote wametenda dhambi. The common denominator for all humanity is sin. Yani jambo kweli kuhusiana na mwanadamu wote yote ni kwamba wote wametenda dhambi. Praise the name of the Lord. Amen. Whether you have a PhD, uwe na shahada PhD, and you never went even to nursery school, na haukuenda hata kwenye when God looks at all of you, Mungu akiwaangalia nyote, without Jesus, bila Yesu, he classifies you all as sinners. Anawaweka kwa vikundi, kwa kikundi cha dhambi. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. No wonder the scripture says, ndio maana maandiko yanasema, the fool has said there is no God. Kwamba mpumbavu amesema kwamba hakuna Mungu. There can be a PhD holder and without God and is saying that there is no God, he's considered a fool. Kuna yule ambaye ni wa shahada ya uzanifu ambaye anasema kwamba hakuna Mungu, yeye ni mpumbavu. The one who has never gone to school yet has acknowledged God. Yule ambaye hajaenda shuleni na ametambua Mungu. When God looks at him, he says this one is wise. Mungu akimtazama anaona huyu hallelujah. Hallelujah. So we must understand this. Paul told the Colossians in chapter number 2 verse number 8, he told them nobody should be deceiving you. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So we can see in the world there is deception. Such things bring deception. They cause people to lose their eternity. They cause people to reject God. And this is exactly what happens. And even many a times you will find the born again believer, yet they are still clinging on to tradition. Hello? They are holding tradition. I know of several pastors that they are only born again while they are in Nairobi. But when they go up country, they follow after tradition. When there is someone who is dead and they are going there, you will hear even their talk that it is a tradition. Praise the name of the Lord. Hallelujah. That even if you are married into that family, there is a
an expectation standard of tradition that you should go as an in-law there in this way. Kuna matarajio fulani ya kitamaduni kwamba unafaa kwenda pale kama mkwe pale. And not going as a believer. Na usiende kama muumini. I would prefer that if someone dies in your village, let them know, let it be the moment that they can know that we have a child of God here. We have a servant of God here. That should be the time. God has prepared a platform for you to stand and say, this is what the word of God says. Hallelujah. That you break the protocol of traditions and you go the Bible way. Don't be subdued. Don't submit to those practices. Hallelujah. And that is when you stand that way, they will know truly this one is born again. But when you compromise and you sit down in that particular way of tradition, don't complain when you preach to them and they don't accept you as Jesus. Because they will say, are you not the same one we sat with here when we were practicing so and so's tradition? And then you start blaming God. Blame yourself. Praise the name of the Lord. Don't cling to traditions. In such times, go as a child of God and see whether God will ashame you. He can never ashame you. That is exactly what it means. Don't be conformed. Don't compromise your faith. There are many times I've had to confront traditions in my home village. And I don't renege. I don't give them any foothold. I make a decision and that's how it goes. Praise the name of the Lord. When my grandfather died, I broke the protocol of tradition. And they looked at me, elders there, very old men, and they were asking why is this young man doing this? Why is he burying his grandfather in a strange way? And when they asked my late dad, he looked at them and he said, my son is a bishop, so he can never do anything that is contrary to his faith. I agree with him. Praise the name of the Lord. And I found support there. And my father said, son, you are right. And from that day, my father also started saying, I will also declare in my family, we shall operate as Christians. Don't bring your traditions. Even when he passed on and they wanted to perform some traditions, we said no, we are not going to do that. Our father is a believer. He will be buried as a believer. Oh, you know he has to face in a certain direction. We said no. Praise the name of the Lord. He will not face that direction. Let him sleep and face where he's going. Oh, you know he has to face, his back must face the door. Because if he doesn't face that way, he will come back for some of you. And I told them he's already dead. He's already gone. Why should he show the door the back? Oh, you know, by so doing he has walked away now. And I told them, okay, that's what you believe. But here now, my father will be buried as a believer. He believed in Christ, and that's final. And I have said it.
Oh, you know, the tradition says that his old clothes, they should be put beside him. And I told them, what? Wajua nguo zake zinafaa ziwekwe kando yake. Nikamwambia nini hiyo? He's not going to need a new change of clothes. Hatahitaji kubadilisha nguo huko. What we have clothed him is enough. Zile tumemvalisha zatosha. Whatever that he has left behind, we shall deal with it in our own way. Zile zimebaki tutakabiliana nazo kwa njia yetu. And the old men were so frustrated. Na wazee wakakasirika mno. This young man. Huyu kijana. And we made prayers. Na tukaomba. And we buried them there. Na tukazika mzee. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Traditions. Tamaduni. As believers you must stand. Kama muumini lazima usimame. Stand on the word of God. Simama kwa neno la Mungu. Stand on what God declares. Simama kwa kile ambacho Mungu anakitangaza. Don't be conformed to the world. Usiunganishwe na ulimwengu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Because they bring deceit. Kwa sababu huleta udanganyifu. It's deception. Ni udanganyifu. Let's just move on. Tusonge mbele. 2 Corinthians 10 verse 2. Korintho wa pili 10 mstari wa pili. But I beseech you that I may not be bold when I am present with that confidence wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. Naam. Naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. The traditions of men had performed in walking in the flesh. Tamaduni za wanadamu hufanya kwa kutembea kwa mwili. Doing things in the flesh. Kufanya vitu kwa mwili. Doing rituals in the flesh. Kufanya itikadi kwa mwili. Slaughtering things in the name of that particular tradition. Kuchinja vitu katika jina la hiyo tamaduni. Hallelujah. Hallelujah. So these are some of the things that compound the world. Haya ndiyo baadhi ya mambo ambayo ndio yanatengeneza dunia. And that's why we are warned that we should not behave like the world. Ndio maana tunaambiwa kwamba tusienende kama wa dunia. Our faith should be distinct. Imani yetu lazima ikuwe tofauti. We must be seen and be known even the way we act. Lazima tujulikane na tuonekane jinsi tunapotenda. That we are completely different. Kwamba sisi ni tofauti kabisa. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. There are also some things that speak about religion. Kuna vitu vingine ambavyo pia religion also comprises in the world. Dini pia imo katika ulimwengu. Now what is religion? Dini ni nini? Religion is man trying to reach God. Dini ni mwanadamu kujaribu kumfikia Mungu. But salvation is God reaching from heaven and picking man. Lakini wokovu ni Mungu kutoka juu mbinguni anamfikia mwanadamu. And we are people who have been saved. Na sisi ni watu ambao tumeokolewa. We are people who have been washed by the blood. Ni watu ambao tumeoshwa na damu. We are people who have been chosen as Jesus said. Ni watu ambao tumechaguliwa kama Yesu alisema. He has picked us out of the world. Ametuokota kutoka kwa ulimwengu. We don't belong to the world. Sisi si wa ulimwengu tena. The Bible says our conversation or our citizenship is in heaven. Biblia inasema kwamba maongeo yetu ama wenyeji wetu ni wa mbinguni. The world is only my location. Ulimwengu ni mahali tu pangu pa kukaa. It is where God has placed me. Ni mahali ambapo Mungu ameniweka. For location as physically. Ili kwamba nipatikane hapo where I should be operating in representation of God. Mahali ambapo nafaa kuwa namwakilisha Mungu katika utendakazi wangu. Paul could never have put it in a better way. Paulo hangeliweka kwa njia bora zaidi. He said you are ambassadors. Anasema kwamba nyinyi ni mabalozi. Hallelujah. You are the ambassadors of the kingdom. Nyinyi ndio mabalozi wa ufalme. That the kingdom of heaven kwamba ufalme wa mbinguni looks at you unawaangalia as a representative kama mwakilishi of that kingdom. Wa ufalme huo. How are you representing the kingdom? Unawakilisha jinsi gani How am I representing heaven? Unawakilishaje mbingu? Because by so doing, kwa sababu kwa kufanya hivyo, where I am, that is where heaven should be. Mahali niliko ndipo mbingu inafaa kuwa. People should see and admire. Watu wanafaa kuona na kutamani. Jesus said you are the light. Yesu akasema nyinyi ndio nuru. The light of the world. Nuru ya ulimwengu. So shine. Kwa hivyo angazeni. That the world may see your light. Nuru yenu. That it may be attracted there. Ukavutiwe pale. Praise the name of the living God. That where I am, kwamba mahali niliko, that is what I should be doing. Hapo ndipo nafaa kufanya. That anything I am doing, I should have heaven in my mind. Chochote ambacho nafanya nafaa kuwa na mbingu katika mawazo yangu.
that I should be there, kwamba nafaa kuwa pale, representing the interests of heaven, nikiwakilisha haja za mbinguni. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Now the apostle Paul in Acts chapter 26, mtume wa Paulo katika Matendo ya Mitume 26 verse number 5, mstari wa 5, I want to show you how the representative of heaven behaves. Nataka kuonyesha jinsi ambavyo mwakilishi wa mbinguni anaenenda. Paul was under arrest. Paulo alikuwa ameshikwa, and he has been stood in front of a king who ruled that particular area. Amesimamishwa mbele ya mfalme ambaye alikuwa anatawala siku hizo, by the name of Felix. Alikuwa anaitwa Felix. And Paul was testifying. Paulo alikuwa anashuhudia. He was speaking to this man. Alikuwa anaongelesha huyo mtu. And Paul says these very words. Na Paulo akasema maneno haya, that which knew me from the beginning, if they would testify that after the most strictest sect of our religion I lived a Pharisee. Wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nalikuwa Farisayo kwa kunifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Paul was testifying about where he had been. Paulo alikuwa anashuhudia kuhusiana kule alikokuwa. On religious matters pertaining to the world. Kwamba mambo ya dini ya ulimwengu. He had qualified. Alikuwa amehitimu. He had attained the very highest level. Alikuwa amefikia viwango vile vya juu. Because he was a Pharisee. Kwa sababu alikuwa Farisayo. A Pharisee was a custodian of all religious knowledges and practices and traditions. Farisayo alikuwa ndio mwenye kujua na mwenye mamlaka ya masomo ya dini ya ulimwengu na matendo yote na itikadi. He could be considered as the archbishop of them. Angelihesabika kama kasisi kama askofu mkuu. They were considered the most holy guys. Walihesabiwa kwamba wao ndio watakatifu mno. And when you read that particular chapter, na ukisoma sura hiyo, he tells this man, anaambia huyo mtu, that I lived in that level, kwamba niliishi katika kiwango hicho, which these particular guys knew about, ambacho hao watu walijua. But when he started to unpack as you move on in that particular chapter, lakini alipendelea sasa kueleza ukiendelea when he began to talk about now the kingdom that is aligned to the kingdom of heaven, alipoanza kuongea kuhusiana na ufalme ambao unawiana na ufalme wa mbinguni, even that leader got scared. Hata huyo kiongozi akaogopa. Praise the name of the Lord. He got afraid. Akaogopa. And he said, na akasema, you almost convinced me. Ulikuwa karibu kunishawishi. In other words, he was a good representative. Kwa maneno mengine alikuwa mwakilishi mzuri of that kingdom of God, wa ufalme wa Mungu, that he brought it out, kwamba alionyesha into its reality. Katika uhalisi wake. If we don't live in reality, tusipoishi katika uhalisi, under the unction and the power of the Holy Spirit, mwachilio na nguvu za Roho Mtakatifu, we can never have an effect on the world that we are living in. Kuwa na mabadiliko katika ulimwengu tunamoishi. Jesus said, Yesu akasema, you are the salt of the earth. If the salt has lost its savor, iwapo chumvi imepoteza ladha yake, it is not worth. Basi haina it is to be dropped down. Inafaa itupwe and the same people that it is meant to salt, na wale watu ambao wanafaa they walk on it, wataikanyaga they trample on it. Wataikanyaga. Remember this the next time. Kumbuka haya when you behave unchristianly, wakati unakuwa na tabia isiyo ya Kikristo, why will the people despise you? Ni kwa nini watu watakudharau? When you have no value to add into their world, wakati hauna ladha yoyote ama thamani yoyote ya kuongeza when you cannot effect any change into their world, wakati hatuwezi kuleta mabadiliko, kuweka mabadiliko yote katika ulimwengu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. If you are the one who quarrels with them in the plot, kama wewe ndio unagombana na wao kwenye plot, you are the one fighting with them, wewe ndio unapigana na wao, you are the one engaged in gossip, wewe ndio unasengenya, you are the one involved in slander, wewe ndio unasingizia watu, the next time you try to witness to them, wakati mwingine ukijaribu kuwashuhudia, they will not listen to you. Hawatakusikiza, watasema, now listen to this one. Sikiza huyo sasa. Aren't you the one who was saying this and this the other day? Si ni wewe ndio ulikuwa unasema hili na lile hiyo siku nyingine? Aren't you the one who was shouting and doing ABC? Si ni wewe ndio ulikuwa unapaza sauti? And now you want to tell us about Jesus? Na unataka kutuambia kuhusu Yesu? Does Jesus do those things? Je, Yesu hufanya vitu hivyo? The Bible declares, Biblia inatangaza, you are an epistle, wewe ni barua, you are a letter, wewe ni barua, written not by pen and ink, haijaandikwa na wino, but by the pen of the Holy Ghost. Lakini kalamu ya Roho Mtakatifu. Anybody can read you. Yeyote anaweza kusoma. Those who are not learned, waliosoma, they can read you. wanaweza kukusoma. The children can read you. Watoto wanaweza kukusoma. The blind can read you. Vipofu wanaweza kusoma. The deaf and dumb, they can read you. Walio viziwi na mabubu watakusoma.
Because your effect is propelled by the Holy Ghost. Kwa sababu matendo yako yanasukumwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Galatians 1:13. Wagalatia 1:13, samahani. I was hoping to finish this. Nilikuwa natumainia kumaliza haya. Because there are 8 components that make up the world. Kwa sababu kuna viungo 8 ambavyo ndio vinatengeneza ulimwengu. There may be many. Vinaweza kuwa vingine zaidi. But I will just mention. Lakini nataja tu. Hallelujah. Amen. And it says, for you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba naliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Now, I want you to see 2 factors here. Nataka uone vipengele viwili hapa. Paul is talking about the religion. Paulo anaongelea dini. And Paul is talking about the church. Na Paulo anaongea kuhusiana kanisa. The church, ecclesia, means separated. Kanisa linamaanisha lililotengwa. Separated. Lililotengwa. These walls are not the church. Hizi kuta sio kanisa. These are just a building where the church of God communes. Hili ni jengo tu ambapo kanisa la Mungu linakutana na kushiriki. The church is a body of believers. Kanisa ni mwili wa waumini who share the common faith of the Lord Jesus Christ. Ambao wanashiriki imani moja ya Yesu Kristo. Who have been washed by the blood and forgiven of their sins. Ambao wameoshwa na damu na kusamehewa dhambi zao. Who have been sealed by the seal of the Holy Spirit. Ambao wametiwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Which is an express mark of ownership for God. Ambao ndio ishara ya moja kwa moja ya urithi ya kumilikiwa na Mungu. These are the ones that live for God here on earth. Hawa ni wale wanamwishia Mungu hapa ulimwenguni. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. These are the ones whose mind is focused heavenward. Hawa ni wale ambao mawazo yao yamelenga mbinguni. They may be living here on earth. Wanaweza kuwa wanaishi hapa ulimwenguni. But their focus is heavenward. Lakini lengo lao ni mbinguni. Hallelujah. Amen. That they are here ya kwamba wako hapa as representatives kama wawakilishi of God. Wa Mungu. Direct representatives and agents of Christ. Wawakilishi na mawakala wa moja kwa moja wa Kristo. And this is what Paul is saying. Na haya ndio Paulo anasema. I was in the religion. Kwamba nilikuwa katika religion can allow you to persecute. Dini inaweza kukuruhusu kuua. Religion can allow you to kill. Dini inaweza kuruhusu kuua. Because there are those who kill because their religion says when you kill you have a crown in heaven. Kwa sababu kuna wale ambao dini yao inawaruhusu kuua na inasema kwamba ukiua una taji mbinguni. But the church of Christ, lakini kanisa la Kristo, they are not allowed to kill. Haliruhusiwi kuua. Hallelujah. Hallelujah. And that's why we must understand ndio maana lazima tuelewe haya. That the day the apostle Paul shifted from religion to become a member of the church, kwamba siku ambayo mtume Paulo alihama kutoka kwa dini akaingia katika disciple of Christ, na kuwa mwanafunzi wa Kristo, the follower of Christ, na mfuasi wa Kristo, the believer of Christ, muumini wa Kristo, he could talk differently. Angeliongea tofauti. Hallelujah. Amen. He said from religion I persecuted the church beyond measure. Alisema kutoka kwa dini niliudhi kanisa la Kristo zaidi ya kiwango. There are things I did which have never been done by anyone. Kuna vitu nilivyofanya ambavyo havijawahi fanywa na yeyote. And the time he was going, na wakati ambapo alikuwa anaenda, that he was going to persecute the church, kwamba alikuwa anaenda kulitesa kanisa, on the way to Damascus, kwenye barabara kwenda Dameski, from Tarsus, kutoka Tarso, Paul was going, Paulo alikuwa anaenda armed to the teeth, na alikuwa na silaha kabisa, and he was given letters allowing him to kill, na alikuwa na barua za kumruhusu kuua, to go and capture the believers, aenda akakamate waumini, drag them to Jerusalem. Awavute kule waende Jerusalem. He was not to carry them on the horse. Si ati angeliweba bebera. They could be tied. Wangefungwa. And as the horse is riding, na wakati farasi anaenda, they die along the way. Wanakufa barabarani. And he brings evidence and he says this one, na analeta ushahidi na kusema ndio, he was a believer, huyu alikuwa muumini of the so-called church. wa ilile kanisa. He was operating against our religion, alikuwa anatenda kazi the religion of our fathers. dini ya mababu wetu. This is what Paul is talking Haya about. ndio Paulo anaongelea. But when he met
Christ and had an encounter, lakini wakati alikutana na Kristo he akakutana was naye, transformed and shifted from religion to become a follower of Christ the church. alibadilishwa na kuhamishwa kutoka kwa dini na akakuwa mfuasi wa Kristo Yesu He kanisa. became part of the body of Christ. Akakuwa sehemu ya mwili wa Kristo. Oh, hallelujah. Hallelujah. That's why even his operation changed. Ndio maana hata utendaji kazi wake His ulibadilika. mannerism changed. Tabia na mienendo yake His ilibadilika. operation changed. Utendaji kazi wake His ukabadilika. mindset changed. Mawazo yake yakabadilika. And he started living now for the church. Akaanza kuishi kwa ajili ya kanisa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let me just mention a few things here as we pray Wacha nitaja hapa vitu vichache tuombe about the world. kuhusiana na ulimwengu. And we shall continue next Sunday, God willing, Na a coming tutaendelea Sunday. Jumapili ijayo Mungu akipenda. Now there are several things that comprise the world. Kuna vitu kadhaa ambavyo ndio viungo vya dunia ama Another ulimwengu. one is the status or money. Kingine ni hali. Hallelujah. Amen. Status and money. Hali ya hadhi na pesa. You know, in the society we live in, Katika dunia jamii ambayo tunaishi, when you have money, ukiwa na pesa, you are considered a man of status. unahesabika wewe ni mtu wa hadhi. You are honored. Unaheshimiwa. Even if you are a young man and you have your millions, hata kama wewe ni kijana na una mamilioni ya pesa, the old wazees with gray hairs, they will call you mzee. wazee wenye nywele nyeupe wenye mvi watakuita mzee, Because they know that you can buy them kwa sababu something. wanaona kwamba unaweza wanunulia kitu. Status. Hadhi. And people see you through that status. Na watu wanakuona kupitia hiyo hadhi, Through mammon. kupitia kwa pesa. Hallelujah. Amen. The Bible says money opens many doors. Biblia inasema pesa hufungua milango mingi. Money answers all things, Pesa hujibu vitu vyote, but not eternal life. lakini sio uzima wa milele. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Go and read Ecclesiastes 5:10, Enda soma Mhubiri 5:10, 7:12, 7:12 and 10:19. na 10:19. Hallelujah. Amen. He says, he that loves silver shall not be satisfied with silver, nor he that loves abundance with increase. This is also vanity. Anasema kwamba yule apendaye fedha, samahani, Just translate it if you can. ilikuwa Mhubiri Ecclesiastes 7, it was 5:10. Mhubiri 5:10. Biblia inasema apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba nyongeza. Hayo pia ni ubatili. Yeah. You can have lots of money, but you can never be content. Unaweza kuwa na pesa nyingi lakini hutaridhika, That's hutashiba. why even our leadership are stealing money. They have lots of it, but they still want more. Ndio maana uongozi wetu wanaiba, wana pesa nyingi lakini bado wanaiba na kutaka zaidi. They have qualified from stealing thousands to millions and billions. Now. Wamehitimu kutoka kuiba maelfu wakaingia kwa mamilioni, wakaingia kwa mabilioni. They never get content. Hawaridhiki. And the people are chasing after money. Na watu wanakimbizana na And pesa. even in the current dispensation, Hata katika nyakati hizi as believers, kama waumini, let me give you wise counsel wacha niwape ushauri wa hekima that at all times, kwamba nyakati zote yes, money is needful to have, pesa ni muhimu kukuwa nazo, but don't neglect your family for money. lakini usiache na kudharau na kupuuza familia yako Don't kwa sababu ya neglect pesa. your children for money. Usiwache watoto wako kwa sababu ya pesa. Your children need you more than that money. Watoto wako wanakuhitaji zaidi ya hizo pesa. You may buy your children toys Unaweza nunulia watoto wako vikaragosi na vitu vya from kuchezea that money, kutoka kwa pesa but hizo. if you have not put character in their lives, destruction awaits them. Lakini kama haujawatia tabia na mienendo miema katika maisha yao, basi uharibifu wa wangoje. The Bible says, train up a child in the ways of the Lord. Biblia inasema kwamba mfundishe mtoto katika njia za Bwana. And when the child grows, he can never depart from Na it. mtoto huyu akikuwa mkubwa basi hata You ondoka may kwenye train your child in money, unaweza fundisha mtoto wako katika pesa, but the time comes lakini wakati when huja that money will not help that ambapo hizo child. pesa hazitasaidia huyo It mtoto. may lead the child to drugs because the child lacks character. Zinaweza mwelekeza huyu mtoto kwa madawa ya kulevya, maana huyu mtoto hana tabia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Be there, give quality time to your children. Wape wakati mzuri watoto wako. Train them. Wafundishe. We are seeing the repercussions and the consequences. Tunaona matokeo. The ones that are burning schools are our own children. Wanaoteketeza shule ni watoto wetu.
The ones that are killing even their own brothers and parents are our own children. Wanaoua ndugu zao na wazazi wao ni watoto wetu. And when you follow it up, you will find this was an absentee parent. Na ukifuatilia utapata ya kwamba huyu ni mzazi ambaye hakuwapo, hakupatikana. And sure you have contact with your child, you know every stage of life how this child is progressing. Hakikisha una mawasiliano na mtoto wako, unajua kila hatua ya maisha ambayo anapitia uko na yeye. And you will be thankful later. Na utashukuru baadaye. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Money is not everything. Pesa sio kila kitu. Put in this child the sense of eternity. Tia ndani ya mtoto huyu ile hali ya udharura wa milele. Raise them in the fear of God. Wakuze katika kicho cha Mungu. Hallelujah. Amen. Let me say this. Wacha niseme haya. In closure. Katika kumaliza. There is also dress code in this world. Pia kuna hali ya mavazi na kuvalia katika ulimwengu. Dress code also identifies people with a particular system of the world. Mavazi pia huonyesha ama hutambua watu na mtindo fulani. God is interested on how we dress. Mungu ana haja sana na jinsi tunavyovalia. Exodus 28 verse 40. Kutoka 28 mstari wa 40. Let us read that. Acha tusome hayo. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. The Lord is interested. Mungu ana haja how we dress. Jinsi tunavyovalia. Hallelujah. Amen. So he says, anasema, and for Aaron's sons thou shalt make coats, and thou shalt make for them girdles, and bonnets shalt thou make for them, for glory and for beauty. Kisha utafanya kanzu kwa ajili ya wana wa Haruni, nao wafanyie mishipi, wafanyie na kofia kwa utukufu na uzuri. Hallelujah. Amen. For glory and kwa utukufu na uzuri. What does glory mean? Utukufu na maanisha nini? Glory means honor. Utukufu na maanisha heshima, acceptance, kukubalika. And then he says also for beauty. Na pia anasema kwa uzuri. That when you dress, kwamba ukivalia, you look smart. Unakaa nadhifu. Let's go to the next verse. Twenda kwa mstari mwingine. And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shall anoint them and consecrate them and sanctify them, that they may minister unto me in the priest's office. Nawe mvike huyo ndugu ya Haruni na wanawe wao mavazi hayo, nawe watia mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. The code of dressing was also to bring them into being accepted into that particular office. Mwenendo wa kuvalia pia ulikuwa uwaleta katika hali ya kukubalika katika ofisi. They were to be a representation of who God is. Walikuwa wao waakilishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. You must be a representation of who God is as a priest. Lazima uwe mwakilishi wa Mungu katika kama kuhani. Remember last Sunday we said you are the priest. Kumbuka Jumapili iliyopita tulisema wewe ni kuhani. Hallelujah. Amen. Didn't we say that? Yeah, you are the priest. Wewe ni kuhani. So when you dress up, kwa hivyo ukivalia as the priest, kama kuhani, when you walk around, ukitembea, can people look at you and say huyu ameokoka? Je, watu wanaweza kutazama na waseme kwamba huyu ameokoka? Can they differentiate you from those who are dressing for the world? Je, unaweza kutofautisha, wanaweza kukutofautisha kati yako na wale wanaovaa kwa sababu ya ulimwengu? Let's go to the next verse. Twenda kwa huo mstari mwingine. And thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness, from the loins up here even unto their thighs they shall reach. 43. And they shall be upon Aaron and upon his sons when they come in unto the tabernacle of the congregation, or when they come near unto the altar to minister in the holy place, that they bear not iniquity and die. It shall be a statute forever unto him and his seed after him. Nawe wafanyia suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hapo hata mapajani, na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kukutania, au hapo watakapoikaribia madhabahu, ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Let me ask us a question. Hebu niulize swali. If God is not interested in seeing my nakedness, iwapo Mungu hana haja sana kushughulika kuhusiana na kuona uchi wangu, why should you
create an interest for somebody else to see your nakedness? Ni mbona unataka uwe na ile haja na hamu ya kufanya mwingine awe na hamu ya kuona uchi wako na Mungu hataki kuona uchi wako? The scripture says what you wear, Biblia maandiko yanasema kile unachovalia, it will either bear iniquity for you, kitakuletea uovu, and it can also cause death. Na pia kinaweza sababisha maafa kwako. Every time you wear something inappropriately, it is bearing iniquity. It is also killing either you or the one who is seeing it. Kila wakati ambapo unavalia kwa njia isiyo stahili, basi hiyo inakupatia uovu na inaleta maafa kwako. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. It's not me saying, it's the scripture. Sio mimi nayesema, ni maandiko. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. And you see, this is where now we go wrong. We say, oh, God is only interested in the heart. Na unajua hapa ndio huwa tunakosea, tunasema ya kwamba Mungu ana haja tu na moyo. You want to say God is not interested in what carries his heart. Yani unataka kuniambia Mungu hana haja na kile kinachobeba moyo wake? And that's why he also says, present your bodies as a living sacrifice. He's interested. Na ndio maana anasema kwamba itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Ana haja sana na huo mwili. That's why he even tells Paul. Na ndio maana anamwambia Paulo that to warn his people so that they present their bodies as living sacrifices. Kwamba aonye watu wake kwamba wakajitoe wakiwa miili dhabihu iliyo hai. Praise the name of the Lord. Amen. Jesus also spoke about the dress code. Yesu pia aliongelea mavazi. When his disciples came, wakati wanafunzi wake walikuja, and he asked them, when you went to the wilderness to see, na akawauliza kwamba wakati mlienda kule nyikani to visit John the Baptist, kutembelea Yohana Mbatizaji, did you find a man dressed in apparels of the king? In Matthew 11 verse 6 or 8 there. Je, hamukupata mtu ambaye amevalia katika mavazi ya kifalme? How was he dressed? Alikuwa amevalia namna gani? You know, it was a discussion also. Yalikuwa pia ni maongeo, ilikuwa mjadala about the dress code of John the Baptist. Kuhusiana na mavazi ya Yohana Mbatizaji. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Amen. And you see, if it is a discussion that even Jesus himself brought up, na unaona kama ni mjadala ambayo Yesu Kristo pia alileta, we should never shy out. Na sisi tusiogope. Paul tells Timothy in chapter number 2 verse 9. Paulo anaambia Timotheo katika sura ya 2 mstari wa 9. 1 Timothy 2:9. Timotheo wa kwanza 2:9. And this is where I want to close. Na hapa ndio nataka kumalizia. He says, anasema, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. Give me NIV. I also want women to dress modestly with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. Let's go. But with good deeds appropriate for women who profess to worship God. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaoukiri uchaji wa Mungu. That at the end of the day, kwamba hatimaye those who worship God, both men and women, wanaomwabudu Mungu wanaume kwa wanawake, they should portray that truly they are God worshippers. Wanahitaji kuonyesha hakika kwamba wao ni waabudu Mungu. That they are dressed appropriately. Kwamba wamevalia vizuri. You may wear your gold, unaweza valia, but dress appropriately. Lakini valia kwa kiasi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. That at the end of the day, kwamba hatimaye it will not be shameful to our God. Haitakuwa aibu kwa Mungu wetu. Hallelujah. Amen. That we must be decently. Kwamba tuwe ni wenye that the next time I stand before a mirror, kwamba wakati mwingine I should look at myself and ask myself, am I decently dressed? Kwamba ninaangalia kwa kioo na ninajiuliza, je, nimevalia vizuri? Am I dressed as the priest? Je, nimevalia kama kuhani? Don't only look at the bishop and the pastor as the only priest. We are a royal priesthood, a peculiar people, a people called out to serve our God. Usiangalie tu askofu na wachungaji, hao ndio makuhani pekee. La, Biblia inasema kwamba sisi ni wakuhani wa kifalme,
kizazi cha kipekee, kizazi cha kiteule kilichoitwa na Mungu. And that can never happen unless our mind is transformed. Na hilo haliwezi likatendeka hadi mawazo yetu yageuzwe. I will be taking you through that aspect of mind transformation after we understand the tenets of the world. Nitawapitisha katika hilo jambo, ile hali ya kugeuza akili ama mawazo yetu baada ya kupitia haya mambo tunayopitia. Because if I went through just and told you be transformed. Kwa sababu nikienda tu na nisema kama transformed from what? Unageuzwa kutoka kwa? Praise the name of the Lord. We must understand where we were. Lazima tuelewe mahali tulikokuwa. And where we are being transformed from to. Na mahali ambapo tunageuzwa kutoka na kuenda wapi. That in our things, in our being. Kwamba katika vitu vyetu, katika hali zetu. That in the marketplace. Mahali uko sokoni. That people can look at you and admire you and say, I like your salvation. Kwamba watu wanaweza kuangalia na wakutamani, waseme kwamba ninatamani na kupenda wokovu wako. Hallelujah. Amen. I like your salvation. Napenda wokovu wako. Truly. Ukweli. You are born again. Umeokoka. Hallelujah. Hallelujah. There are places that we go. Kuna mahali ambako watu and when people just look at us, we don't have to shout. Na watu wakitutazama hatustahili kupaza sauti. And even when they look at us and hear, they know hawa ni watu wa Mungu. Na wakikutazama, wakitusikia, wanasema hawa ni watu wa Mungu. And very true, they may look at others and they say hawa ni wa shetani. Na kweli wanaweza waangalia wengine wasema hawa ni wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama mnafikiria shetani hana wake? Hata Yesu alisema katika Yohana 8 aliambia nyinyi ni wa baba yenu shetani. So tuko na mababa wangapi? Wawili. Baba Mungu na baba shetani. Ole wako kama shetani ndio baba yako. Mimi wangu ni baba Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo ndio inatakikana. Sababu wa baba Mungu wana matendo kama ya baba. Kila mtoto anabebaga tabia kutoka kwa nyumba yao. Lakini mzazi ukimwachilia, ukikuwa absent, ataenda nje na ataokota tabia na ataibeba, ataileta ndani. Na ukiangalia unakuta hiyo tabia hii si hapa. Ulijifundisha wapi? Kwa sababu haukuwa mlinzi wa kuchunga, kufungulia gate, unafungua ukiona tabia ambayo unaifungia nje. Ile mzuri unaifungulia inaingia. Lazima uwe gatekeeper wa jamii yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ubadilishe, ufanywe upya nia zako. Na kufanywa upya ni kusafisha, kuondoa ile mbaya, unasafisha nje. Si kuna wakati tunafagianga nyumba, unafagia takataka ukipeleka nje. Unaiokota, unakusanya vizuri, unaichota na unaweka pale na unapiga kibriti unachoma. Si ndio? Ama ni kwangu tu ndio tunafanyanga hivyo saa nyingine? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana kama una watoto wadogo utakuta wamekuja wameleta tu vitu hapo. Sasa ingine inabidi unafagia, zingine zimeingia, kuna mahali uko chini ya kitanda, chini ya kiti huwezi kufikia. So unachukua ile ufagio mrefu unafanya hivi, unazitoa nje hivi unakusanya. Lazima uwe mlinzi wa kuchunga hizo tabia zisiingie. Hallelujah. Kuzifagia zote nje. You sweep them out. Na uruhusu mtoto umurekebishe, umuwekee maadili mazuri yale ambayo Mungu anataka. You must renew your mind. Lazima ufanye upya nia zako. Through the word of God. Kupitia kwa neno la Mungu. Through prayer. Kupitia kwa maombi. Through seeking to know the mind of God. Kupitia kutafuta mawazo ya Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. But first you must understand and differentiate things of the world from things of the kingdom. Lakini kwanza lazima uelewe na kutofautisha vitu vya ulimwengu na vitu vya ufalme wa Mungu. And that's why when Paul is saying don't be conformed. Na ndio maana Paulo anaposema kwamba msifananishwe, msijiunganishe na ulimwengu, but be transformed. Lakini mgeuzwe through the renewing kupitia kwa kuishwa of your mind. Kufanya upya. That every day, every moment, I should seek and say, God, renew my mind, renew my thoughts, renew my sight, renew my hearing, renew my character, that whatever I am doing, Lord, it may reflect you. Just rise to your feet. I want us to pray right now so that we may allow the second service to come in.
We shall continue from there. Tutaendelea toka pale. And then I'll take you step by step. Na nitawapeleka hatua kwa hatua. On the importance of renewing our mind. Kwa umuhimu wa kufanya upya. Because these are weighty matters. Kwa sababu haya ni mambo mazito. There are several parts that I have not touched. Kuna sehemu kadhaa ambazo sijagusa. I've not touched about the sensual part. Sijagusa kuhusiana na sehemu za hisia. Things of the world. Vitu vya ulimwengu. Even regions. Hata maeneo. How now we are seeing that even leaders, they are bringing in the tribal factor. Jinsi ambavyo tunaona hata viongozi pia wanaleta mambo ya ukabila. Those are characters of the world. Hizo ni tabia za ulimwengu. Hallelujah. Amen. There is also matters of sexuality. Kuna mambo pia ya ngono. There are also matters of behavior. Kuna mambo ya tabia. How people behave. Jinsi watu wanapoenenda. All those things we shall also be looking at them. Vitu hivyo vyote tutaviangalia. And you can see like now there is a lot of allowing of lesbianism, homosexuality. Na unaona hapa sasa wakati kama huu katika ulimwengu sasa kuna kuruhusu ushoga, usagaji. Those are patterns of the world. Hiyo ni mitindo ya ulimwengu. That people now are going into those things. Kwamba watu wanaingia katika vitu hivyo. They are feeling that it is okay. Wanahisi kwamba ni sawa. Because many are doing it, it doesn't mean it's okay. Kwa sababu wengi wanafanya haimaanishi kwamba ni sawa. It can only be okay if God and His Word says it is okay. Inaweza tu kuwa sawa iwapo neno la Mungu na Mungu anasema ni sawa. Let's just pray together. Tuombe pamoja. Eternal Father, we honor you. Baba wa milele tunakuheshimu. We worship you, King of glory. How I pray for your people. I pray today, King of kings, that Lord, our minds may be renewed in the name of Jesus. Lord, that you may help us where we have embraced the world. Jehovah God, I'm praying today for your children and even those who are hearing my voice. Lord, that you may renew our minds. You may speak into our hearts, speak into our lives, cause a new transformation, cause a new awakening in us. The Lord, we may be understanding the things that belong to you, the patterns of the kingdom, that we may change, that we may know we are the salt of the earth, that we need to affect our environment, we need to affect our marketplace, we need to affect our neighborhood. In the mighty name of Jesus, I pray for your people. May you stir our hearts, stir their minds, stir their thoughts, quicken each one of them, my Father, that the things that we have mentioned, oh God, that we may turn away from the patterns of this world, from the philosophies of this world, from the religions of this world, from the practices of this world, from the code of conduct, code of dressing, and even mannerism, oh God, even the talks and speech. Lord, may you set a watch upon our tongues, upon our lips, upon the door of our mouths, oh God, that we may be able, my Father, even to be patterns according to the kingdom of God. Father, there are those who don't know you. I pray for them today. You who is the Savior, that you may draw them closer, my Father, that they may receive and accept you as Lord and Savior in their lives. In the mighty name of Jesus, I break every bondage, I break every yoke, every spirit of infirmity, every disease and pain. I rebuke you out of the lives of the people of God. In the name of Jesus. Father, I pray for liberty over your children, that from this day forth, Lord, may you stir up in their hearts the sense of urgency to live for the kingdom. We give you praise, we give you honor. As we meditate upon the words we have learned today, I pray may you speak to each one of us individually in the areas that we need to change and correct. May you give us the courage, my Father. May you give us the strength to effect those changes. In the mighty name of Jesus, we pray as we worship you with our substance, my Father. May you bless your people. Rebuke the devourer for their for they have obeyed your word. In the name of Jesus. Your word declares, blessed is the hand that gives than the one that receives. May our hands be blessed to the glory and honor of your name. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Just take your offering.
Unaweza chukua sadaka yako. Just bring it over. Na uilete. As we worship the Lord. Tunapomwabudu Mungu. Hey. And we are meeting on